Tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka 2025, siku ambayo Elie Mpanzu aliripoti kwenye kambi ya pre-season ya Simba kule Misri. Taarifa ambazo nilizipata za ndani kabisa ni kwamba Simba walikuwa wameuboresha kwa kiasi kikubwa mkataba wa Elie Mpanzu ambao ulikuwa ni mkataba wa miaka 2, ambao kwa hoja hiyo manake ni mkataba ambao unaelekea kuisha mwishoni mwa msimu huu. Hiyo ndio taarifa ambayo nilikuwa nayo, kwa maana alikuwa amesaini mkataba wa miaka 2 Elie Mpanzu wakati anajiunga na Simba, na ule mkataba Simba wamekuja tena kuuboresha wakati msimu huu unaelekea kuanza. Anaripoti kambini hali ya kuwa mkataba wake umeboreshwa kwa kiasi kikubwa kwenye upande wa vipengele vya kuvunja mkataba, lakini pia kwenye maslahi yake binafsi, kwa maana ya mshahara ambao anaupokea na kila kitu, kwa sababu Mpanzu alipewa mkataba miaka 2, lakini kuna baadhi ya vifungu kidogo vilikuwa havijakaziwa sana, hasa kwenye namna ambavyo vinaweza vikavunjwa pale klabu itakapokuwa inamhitaji mchezaji huyu. Lakini mwisho wa siku Simba waliboresha maslahi ya Elie Mpanzu kwa kiasi kikubwa, na hichi ni kitu ambacho kilikuja kudhihirika, hakikutangazwa wazi, lakini kilikuja kudhihirika mwisho wa siku. Na kitu ambacho napaswa kujulikana kwa baadhi ya watu wengi pengine ni kwamba Simba wanao utaratibu wa kufanya maboresho ya maslahi kwa wachezaji wao bila ya kuutangazia umma. Wakati huo ambao Elie Mpanzu maneno yanakuwa mengi kwamba hivi Yanga nini, hichi ni kitu cha kawaida, tena ni kitu cha kukitarajia. Unajua, mwisho wa siku mchezaji unapokuwa mkubwa ukawa unacheza Simba, kila dirisha likifika utahusishwa na Yanga, na mchezaji ukiwa mkubwa ukiwa unacheza Yanga, kila dirisha likifika utahusishwa na Simba. Hiyo ni kawaida kabisa, lakini hivi vilabu vinajua namna ya kuwalinda wachezaji wao, na mchezaji haondoki kwenda kwa mpinzani isipokuwa klabu yake inayomiliki iwe haiko tayari kuendelea na maisha na huyu mchezaji. Hivyo ndivyo namna ilivyo na Simba Sports Club. Pengine kwa wengi wenu mkiwa hamfahamu, utaratibu wao ni kufanya maboresho ya mikataba ya wachezaji wao wanaofanya vizuri bila ya kuwatangazia, na ndio maana alikuja maneno hapa kwamba Morris hivi. Stories za Morris nazo zilivuma sana, lakini ukweli ni kwamba Simba wanao utaratibu wa kufanya maboresho ya maslahi kwenye mikataba ya wachezaji ambao ni wa muhimu kwenye kikosi chao kisirisiri. Wakati huo kelele mtaani zinaonekana ni kama vile huyu mchezaji anaweza kaondoka, maneno yanakuwa ni mengi, wapinzani wanamtaka, lakini mchezaji ashaitwa kwenye meza ya viongozi, ashasinya mkataba, pengine hata hajasinya. Yaani kuna makubaliano tu ya maboresho kwenye mkataba ambao anao wakati huo, yanakuwa yameshaboreshwa. Kwa hiyo huo ndo uhalisia wa namna ambavyo Simba wanakuwa wanabakisha wachezaji wao muhimu. Kama Simba wangekuwa na nia hasa ya kumuuza mtu kama Elie Mpanzu, basi biashara ilikuwa ifanyike kwenye dirisha dogo, na ilikuwa ifanyike kwenda kwenye klabu ya Raja Casablanca. Fadlu Davids alikuwa anamhitaji kweli. Yaani kwa mujibu wa taarifa za uhakika kabisa ni kwamba Fadlu Davids pale Raja alikuwa anamhitaji Elie Mpanzu, na mkataba wake ulikuwa umebaki miezi 6. Ni rahisi sana kufanya biashara kama ambavyo pengine imefanyika kwa Kibu, kwamba kama kweli angekuwa hana nia ya kutaka kuendelea kubaki kwenye timu, Simba wasingekubali dirisha limalizike bila kuona kuna biashara yake inafanyika kwenda katika klabu ya Raja ambayo ilikuwa inamhitaji. Lakini anabaki mwisho wa siku kwa sababu huo sio uhalisia. Mpanzu ana mkataba ambao umeboreshwa kwa kiasi kikubwa sana mwanzoni mwa msimu. Maslahi yake yametengenezewa mazingira mazuri, vipengele vya kuvunja mkataba wake ni vigumu kuliko vile ambavyo watu wengi wanafikiria. Kwa hiyo huo ndo uhalisia wa kile ambacho kinaendelea kwa Elie Mpanzu. Ataondoka pale ambapo Simba wenyewe kwa ridhaa yao wataona huyu mchezaji hawamhitaji tena. Lakini mchezaji kama unamwona anahitajika na Raja kwenye dirisha dogo na amebakisha miezi 6 na bado amebaki, better best believe Simba wanajua wanachokifanya, na huo ni utaratibu wao wa kawaida Simba, kutengeneza mazingira mazuri ya kimkataba kwa wachezaji ambao wanatakiwa, kitu ambacho hamwezi nyinyi kuja kuambiwa wala hamtokuja kutangaziwa. Kile kilichotokea mwezi wa 8 mwaka jana kilikuja kutokana na taarifa ambazo zilipatikana kwa undani kabisa, lakini Simba wana utaratibu wa kufanya maboresho ya mikataba bila kutangaza. Unaitwa na viongozi, wanakagua mkataba wako, wanauboresha ule mkataba wako, na haitangazwi kwa sababu kusitokee mgawanyiko kwenye chumba cha kubadilishia nguo. Wachezaji wengine wasihisi kwamba kumbe kuna mchezaji huku tayari anatengenezewa mazingira ya kupata pengine kikubwa zaidi kuliko sisi. Kutengeneza harmony, utulivu inakuwa ni siri baina ya mchezaji na uongozi.
na ndivyo ambavyo hata pia Young Africans sometime huwa wanafanya hicho kitu. Unaposikia mchezaji anahusishwa sana alafu kila dirisha haendi, sio kwamba hataki kwenda, pengine viongozi wanajua wanachokifanya, wanamalizana naye mapema, mkataba wake unaboreshwa kimya kimya, ile inabaki kama ni propaganda tu, maneno yanasemwa kuuza, kutengeneza tu ile kama psychological impact kwamba wanamtaka mchezaji wetu, wanamtaka hivi. Lakini kwa kesi ya Simba na Elie Mpanzu uhalisia uko hivyo. Huu ni mchezaji ambaye uwezekano wa kumpata na kumsajili, kama ambavyo pengine taarifa nyingi zinavuma na kusema, sio rahisi kama ambavyo watu wanafikiria, na ni kwa sababu Simba wana utaratibu wa kukagua na kuboresha mikataba ya wachezaji wao kimya kimya, katika namna ambayo si watu wengi wanakuwa na tabia ya kuifahamu.